Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yawmiddin wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaendelea na mfululizo wetu wa masomo yanayohusiana na tiba ya hijama, na leo tutakuwa na mwendelezo wa kuelekezana juu ya tahadhari ambazo zinapaswa kuchukuliwa kabla ya hijama. Tulizitaja tahadhari mbili katika darasa yetu iliyopita, ambapo tumesema kwamba mtu kwanza afanywe hijama sehemu ambayo ni safi na chumba chenye hewa ya kutosha, lakini epuka upepo kumpiga mwili wa mgonjwa. Lakini pia tahadhari ya pili tulisema kwamba hakikisha mgonjwa asifanywe hijama akiwa katika hali kama ameshiba sana au ana njaa sana au amechoka sana au amekunywa pombe au ametoka mazoezini. Hizi zilikuwa ni tahadhari ambazo tulisoma katika darasa letu iliyopita. Na katika darasa letu ya leo tutaendelea kuzungumzia tahadhari muhimu za kuzingatia kabla na baada ya hijama. Tahadhari ya tatu, safisha vyombo vizuri kwa madawa makali kabla ya matumizi ya mara nyingine. Maanake hapa tunazungumzia watu wapo wa design mbili. Wako watu ambao wana uwezo kifedha wakanunua seti zao wenyewe za hijama kama hii, wakanunua seti zao wenyewe wakafanywa kwa vikombe vyao. Kwa hiyo wao hawana shida. Lakini kuna wale ambao uwezo wao wa kiuchumi, ukimwambia tena anunue seti za hijama afu tena alipe gharama za hijama, uwezo huo hana. Kwa atalazimika mgonjwa huyu atibiwe kwa vile vifaa ambavyo viko pale kwenye kliniki. Kwa sasa vile vifaa ambavyo vinatumika pale kliniki kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa, hakikisha wewe kama daktari umevisafisha vizuri kwa kutumia madawa makali ambayo yanahusika sana katika masuala mazima ya usafishaji wa vifaa vya tiba kama ambavyo wanafanya katika hospitali ya kibiolojia. Kwa hiyo hakikisha wewe kama daktari chukua tahadhari kuhakikisha kwamba vyombo vyako umesafishwa kwa madawa makali kabla ya matumizi mengine. Na katika tahadhari hii inaendana sambamba, daktari wa hijama hawezi akachanganya kuwahudumia wagonjwa wawili kwa wakati mmoja, kwa maana huyu anamhudumia, huyu anamhudumia. Hili ni jambo la hatari sana, kwa sababu watu wametofautiana magrupu ya damu, lakini pia damu inakuwa imebeba vitu vingi, imebeba virusi vya maradhi na nini. Kwa hiyo epuka kuchanganya damu za wagonjwa. Kwa hiyo ni vizuri mgonjwa mmoja mhudumie mpaka umemaliza, na baada ya kumaliza hakikisha vyombo vimeoshwa kwa mujibu wa taratibu za kiusalama wa afya. Haya ni mambo ambayo tunafundisha kwenye kozi zetu za hijama. Ukitaka kujua aina gani ya madawa ambayo natoka kusafishia, ili jambo ambalo natoka uje darasani ukae usome ili uweze kufahamu. Lakini msingi katika tahadhari za kuchukua kwa daktari kabla ya hijama, hakikisha umesafisha vyombo vyako vizuri kwa madawa makali kabla ya matumizi kwa mara nyingine. Tahadhari ya nne, idadi ya glasi lazima iendane na matatizo ya mgonjwa. Idadi ya glasi lazima ziendane na matatizo ya mgonjwa. Tunaposema glasi, maana yake tunakusudia ni hizi hapa. Glasi ni hizi hapa. Kwa hiyo glasi hizi zitapangwa katika body structure ya mwili wa mwanadamu kwa mujibu wa hali ya tatizo alilonalo. Hapa ni mahala ambapo napenda kuzungumza kitu kidogo. Ndugu jamaa zetu, ndugu zetu ambao wamekuwa wakitoa huduma za hijama kiholela misikitini, katika majukwaa mbalimbali huko kiholela, wapo baadhi yao miongoni mwao hufika mahala mtu anamwambia mgonjwa ama yule anayetaka kufanya hijama, unataka vikombe vingapi? Kwa mgonjwa sasa yeye ndo aseme bwana, mimi labda nataka vikombe vitatu. Bwana, kikombe kimoja ni shilingi 10,000. Kwa hiyo nataka vikombe vingapi? Mwingine kwa kuwa hana uwezo atasema bwana, mimi nipige tu vikombe vitatu vinanitosha. Anajua vikombe vitatu atalipa 30,000. Yule mwenye uwezo wake bwana, nipige vikombe 15. Hapana. Huu sio utaratibu wa hijama jamani. Huu ni utapeli. Kwa sababu ili tujue idadi ya vikombe lazima kwanza tujue tatizo la mgonjwa. Na hii ndio maana katika kliniki yetu ya Kamna Hijama Clinic Center, kabla hatujamfanyia mgonjwa hijama,
kwanza tunampeleka kwenye vipimo, akafanya check up full body, aangaliwe na daktari, ionekane changamoto alionayo, na baada hapo sasa daktari ndio anaweka sasa ile structure jinsi ya kumtibu ule mgonjwa. Huyu anahitaji vikombe vingapi na ni maeneo gani katika ramani ya mwili wake kwa mujibu wa ile tatizo anatakiwa akafanyiwe. Kwa sasa hili ni jambo la muhimu na la kuzingatia na kuchukua tahadhari, kwa maana mgonjwa sio tu apangwe vikombe alimradi, au kwa kumwambia kwamba kwa uwezo wake bwana unataka vikombe vingapi. Ukimuona daktari wa hijama anataka kufanyia hijama, anakuuliza unataka vikombe vingapi, huyo achana naye, huyo ni tapeli, hana analojua kuhusu hijama. Kwa sababu hijama inakwenda kwa mujibu wa ugonjwa wa mtu. Mtu ana tatizo la kichwa, kwa maana tayari daktari atakuwa anajua ili nikitibu kichwa maeneo gani na atakuwa nikaeke vikombe na vikombe vyake vitakuwa vingapi. Mtu kama ana matatizo ya tezi dume, maana yake tayari daktari anajua structure ya kumtibu mtu mwenye tezi dume na vikombe vyake vitakuwa vingapi. Kama mtu ana diabetes, ana kisukari, maana yake tayari daktari professional hijama anajua kwamba ile structure ya kumtibu mtu wa kisukari anahitaji vikombe vingapi na ni maeneo gani na kwenda kuweka vikombe. Na kadhalika na matatizo mengine yote ambayo mtu atakuwa ameyashtakia kwa daktari ama yameonekana baada ya vipimo, daktari wa hijama professional anajua huyu mgonjwa nipite katika structure gani ili kuweza kumtibu mgonjwa wangu kupitia tiba ya hijama ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hakikisha katika tahadhari za kuchukua, hakikisha idadi ya glasi lazima iendane na matatizo ya mgonjwa. So mgonjwa tu apangwe glasi ovyo ovyo, lazima iendane sambamba na hali ya mgonjwa. Hili ikiendana sambamba, kutokubananishwa kwa zile cups, vile vikombe. Wakati mgonjwa anapangwa vile vikombe visibananishwe katika hali ya kumfinya, hali hii inaweza kumpotezea utulivu. Wakati sisi tiba ya hijama wakati tunafanyika tunahitaji utulivu wa kiakili na kimwili ili mwili uweze kupokea vizuri ile tiba ya hijama. Wadau, ndugu zetu kwa ujumla wote ambao mnanifuatilia hapa katika YouTube channel yetu ya Kamna Hijama Clinic Center, kwamba kama kupitia tiba ya hijama madaktari ama wahudumu wa tiba ya hijama wakawa na elimu ya kina kuhusiana na hijama, wallahi wa billahi wa tallahi, hakuna mtu ambaye atajuta kuifanya tiba ya hijama. Hakuna mtu ambaye atahisi karaha kwenye hii tiba ya hijama, kwa sababu matokeo atakayoyapata baada ya hijama itamshawishi kuendelea kufanya hijama, lakini pia itamshawishi kumwambia mwingine afanye hijama. Lakini isipozingatiwa kanuni na taratibu zake, na matokeo ambayo atampata mtu wakati wa hijama, anaweza akajuta kwa nini aliamua kufanya hijama. Kwa tahadhari ya 4, idadi ya glasi lazima iendane na matatizo ya mgonjwa. Tahadhari ya 5, acha glasi katika mwili wa mgonjwa kwa muda kati ya dakika 5 mpaka 10. Kama tatizo ni kubwa sana, basi acha mpaka nusu saa kabla na baada ya hijama. Hili nao ni jambo lingine la tahadhari. Tutategemea tumempokea mgonjwa wa aina gani, tutategemea tumempokea mgonjwa mwenye tatizo la aina gani, na hili tatizo lina muda gani. Ikiwa mgonjwa wetu ana tatizo kubwa, ana ugonjwa mkubwa, kwa mfano ana prostate, ana tezi dume, au ana diabetes, au ana uvimbe katika kizazi, au ana pumu au magonjwa mfumo upumuaji pneumonia, au ana anemia, gonjwa tatizo la upungufu wa damu, wa ahli mnajara na mengineyo yasiokuwa hayo. Sasa mgonjwa anapokuwa ameingia katika chumba cha hijama, lazima muda wa kuweka vikombe katika mwili kabla na muda wa kuweka vikombe katika mwili baada uzingatie na hali ya mgonjwa. Kwa maana wapo wagonjwa vikombe wanatakiwa waweke hiyo dakika 5, wapo wanafanya hijama wanatakiwa waweke dakika 5 kabla hujachanja na dakika 5 baada ya kuchanja. Lakini wako wagonjwa wanatakiwa waweke dakika 15 kabla ya kuchanja, vikombe vikiwa vinavuta ule uchafu, alafu then baada hapo baada ya kuchanja vikae tena dakika 15. Lakini wapo baadhi ya wagonjwa wanahitaji vikombe vikae nusu saa kabla ya kumchanja na nusu saa baada ya kumchanja. Kwa maana kwa uchache wa kumhudumia mgonjwa wa hijama,
basi unaweza ukachukua takriban nusu saa mgonjwa mmoja kama ameshahudumiwa amemaliza. Huyo ambaye yule mtu ambaye hana changamoto kubwa, na hasa wale ambao wamekuja tu fire service. Lakini kwa changamoto nyingine, wastani wa juu kabisa wa muda wa mgonjwa kukaa katika kitanda cha hijama akiwa anahudumiwa ni kati ya lisali 1 mpaka lisali 1.5. Sasa bahati mbaya tulionayo, hawa wenzetu wanaopita huko misikitini janja, unakuta akakusanya watu 10 afu yuko yeye peke yake anafanya hijama. Unawafanyaje hijama? Unazingatia kanuni gani wewe? Lau kama mtu anazingatia kanuni, hawezi kukusanya watu 10 mtu mmoja. Mimi pamoja na uzoefu wangu wote wa hijama zaidi ya miaka 10, uwezo wangu wa mwisho kabisa kuwahudumia ugonjwa kwa viwango vinavyotakikana huwa ni 5 kwa siku. Kwa kuzingatia ule muda wa hijama na mwisho wa muda wa hijama ni 5 kwa siku. Kwa maana kukisha kuwa na wagonjwa zaidi ya 10, maana yake lazima kuwe na madaktari 2 au 3. Sasa wewe uko peke yako mwamba, unapambana na watu 10 kwa wakati mmoja. Kwa kuwa hao mwamba shilingi 20,000 au 30,000 unapambana nao, unabutua hivyo umemaliza. Hii ni katika khiana kubwa ambayo watu wanafanya. Ni khiana wanafanywa watu, lakini pia ni kuhatarisha maisha ya watu. Kwa hiyo lazima muda wa kuwepo kikombe katika mwili wa mgonjwa kabla ya kumchanja na muda wa kuwepo kikombe katika mwili baada ya kumchanja, basi utategemea na hali za mgonjwa husika ambaye yuko pale katika chumba cha tiba. Kwa hiyo katika tahadhari nyingine ya kuzingatia, lazima mgonjwa aekewe muda wa kukaa glasi, uzingatie na hali yake. Kati ya dakika 5 mpaka 10 au dakika 15 kutegemea na tatizo, mpaka nusu saa. Hii kwa maana kabla ya kumchanja na baada ya kumchanja. Naam. Tahadhari ya 6. Tahadhari ya 6 ya kuchukua kabla ya mgonjwa kumfanyia tiba ya hijama, mgonjwa anatakiwa aandaliwe kiakili, kisaikolojia, aiweke akili yake katika ile hijama. Hii maana yake ni nini? Mgonjwa aandaliwe kiakili, maana yake kwamba mgonjwa ama mhusika anaenda kufanya hijama, kabla ya kuingia katika hijama ajue kwamba kuna kuchanjwa. Hatuwezi kuizungumzia hijama lazima kuna kuchanja. Mgonjwa lazima aandaliwe kiakili kwamba kuna kuchanjwa. Hii maana yake nini? Kuchanja kuna uma. Kwa mgonjwa tayari atakuwa anajiandaa kwamba anajua mimi nikienda ili nifanywe hijama lazima nitachanjwa. Inamwandaa tayari kisaikolojia, kiakili. Kwa ile sasa pressure kuogopa inapungua. Na hata ule mchakato wenyewe wakati unafanyika, zile stage zote zinazofanyika, lazima mgonjwa anapata tahadhari. Anaambiwa, unataka kumpaka spirit, bwana kupaka spirit. Unaanza kufanya massage, dry cupping, bwana kufanyia dry cupping. Unaanza kubandika vikombe kwenye pont kwa ajili ya kuanza kuvuta uchafu kabla ya kumchanja, unamwambia. Na kila stage ukifikia hatua kwanza kuchanja, maana naanza kuchanja. Hii inamfanya mgonjwa muda wote akili yake iendane na ile hijama. Lakini hii inaendana sambamba pia mgonjwa wakati anafanya hijama asiwe ameshughulishwa na kitu kingine tena. Mara si kapigwa simu kama ni mfanyabiashara tena, mara kapigwa simu na nani kapokea, mara kachati na mtu. Sisi tunasema mtu akishakuingia kwenye chumba cha hijama, maana yake pale ameingia theater, ameingia chumba cha upasuaji. Ingawaje hijama hatupasui, tunachanja vichale vidogo vidogo katika ponti zile maalum kutokana na ugonjwa wa mtu. Kwa hiyo maadamu mtu ameingia theater, maana yake simu zinatakiwa zikae nje ya theater. Hakutakiwi kuwa na mawasiliano yoyote, bali mgonjwa atakiwa ahudhurishe akili yake na fikra yake kwenye ile tiba. Hii inasaidia sana kupokea vizuri mwili tiba na kupata matokeo mazuri baada ya hijama. Kwa hiyo tahadhari ya 6 inayotoka kuchukuliwa ni kwamba kabla ya hijama mgonjwa anatakiwa umwandae baadhi ya vitu na akili yake aiweke katika tiba ya hijama. Na akili yake aweke katika hijama na ajue kabisa kwamba kuna kuchanjwa. Kwa tahadhari hizi tukizizingatia vizuri, basi ni moja kati ya mambo ambayo yataweza kuleta matokeo chanya baada ya tiba ya hijama, na hatimaye wahusika wanaokwenda kupata ile huduma watafurahia huduma, uponyaji utapatikana, na wale ambao watakuwa wamekwenda tu kufanya service, baada ya service wataona miili yao ni mepesi, imeondokana na usingizi wa kizembe, kuchoka kumeondoka, maumivu ya hapa na pale yatakuwa yamekwisha kabisa.
Kupitia kipindi chetu hiki cha leo niishie hapa. Ni mimi daktari wako Dr. Omar Maalim Kamna, ambaye ni mkurugenzi pia wa Kamna Hijama Clinic Center. Tunawakaribisha katika kituo chetu kwa ajili ya kupata huduma za matibabu. Na kabla matibabu huwa tunafanya vipimo kwanza kwa ajili ya kufanya check up ya mwili kabla ya kukuingiza katika chumba chetu cha tiba. Lakini pia tunafanya training za mafunzo haya, kwa maana tunaendesha mafunzo ya hijama. Tunawakaribisha pia kwa ajili ya kupata mafunzo ili kuweza kupata elimu ya kina ya kutosha. Na sisi kwa nini tunakwambia njoo Kamna Hijama Clinic Center kwa ajili ya kujifunza? Sisi tunaamini ndio kituo pekee bora kabisa kwa Tanzania ambacho kinatoa elimu kwa kina sana kuhusiana na tiba hii ya hijama. Ndio kituo cha kwanza ambacho kinafanya vizuri katika kutoa elimu ya tiba hijama, lakini pia na huduma zenyewe pia za hijama. Mawasiliano yetu ni 0758 51 91 11. Hii ni namba yetu ya ofisi. Lakini pia 0764 70 64 48. Hii ni namba ya daktari. Mimi moja kwa moja ukipiga utanipata. Basi kwa appointment ya tiba ama kama unahitaji masomo kwa ajili ya kusoma, basi tunaweza tukawasiliana ili kuweza kupata utaratibu wetu. Kwa haya machache, wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.